Kama mnataka mimi niwape watu wale walioathirika 2020, naamini wengine hamtoweza kuwasikiliza wale walioathirika 2020. Mimi naamini 100% kuna watu humu hamtoweza kuwasikiliza. Mkiwasikia waliofanyiwa 2020, watizame leo watakuwa na wasiwasi kiasi gani. Hivi leo tunapozungumza tumepiga kelele, tumesema kwamba kuna watu, tuna orodha watu 21,000 orodha ambayo tumeiwasilisha serikalini, 21,000 ya watu ambao wamenyimwa ZNID. Sasa jamani, tunazungumza amani itakuwa wapi? Tuna watu leo wana vile virisiti vile, washakwenda kuandikishwa ZNID, wamepewa virisiti, ZNID zao zimezuiwa maksudi kwenye jimbo moja tu la Gando, watu 4,000. And we have evidence of that. Tunawasilisha, and these people they keep quiet. Tuna watu sisi ambao tunawajua kwamba hawa ni wageni, wamepewa ZNID. Kuna watu wallahi wameandikishwa leo, wamekwenda kupigwa picha leo, siku ya pili wamepewa ZNID. Tuna ZNID za watu ambazo wanastahiki, hao wenye virisiti sijui nini, wallahi ziko kwenye ofisi za ZNID za kwa masheha, kwa nani, zimezuiwa, watu hawajapewa. Simple, kwa sababu wasiandikishwe. Shanifa na mengi mengine. Nachotaka kusema tu, tusimchinje kwenye sikio. Hapa tukikubali wenye dhamana kunyooka, kutenda haki, kama hatukusudii kutumia nafasi zetu kuwanyima, hatufanyi hii dhulma inaofanyika sasa hivi. Jamani, hapa amani, mbona mimi nasema kwamba katika pahala ambapo ni parahisi kuwa na amani. Maana watu wetu alhamdulillah, sisi watu wa kutosheka na kitu kidogo. Lakini mtu aliyekuwa hakutendewa haki hivyo, unanitegemea mimi ambaye kaniamini nimtetee haki yake, utategemea nipambanie amani au nipambanie kwanza haki yake huyu? Na unakwenda mwenzako umefanya juhudi zote umemaliza, mwisho mtu anakuambia tukae tuje tugawane majimbo. Uchaguzi tuwafanyie watu utapeli. Uchaguzi ndio unaojenga accountability watu. Kwa hiyo mimi sijaumbiwa kwamba niwe na nafasi nilokuwa nayo, ni matokeo ya confidence ya watu ndio inipe hii nafasi, na mimi ndio nitakuwa na raha, ndio nitakuwa na amani. Lakini leo mimi naamini kenda mkisimama, jamani, tuseme ni ukweli, watu mkisema kamati ya amani, watatazamana amani hii tunaoitafuta au wana amani nyingine hawa? It's not there already. Misingi yake kujenga amani, it's not there. Kwa hivyo mimi naunga mkono sana kwenye juhudi hizi, lakini jamani, kutafuta amani kunataka utmost good faith. Tuweni, kama mtu umeamua kwenye uwemo kwenye hili, nyinyi watu wa heshima kubwa sana. Akisimama mzee wetu hapa, mimi nasema haya kwa uchungu sana, kwa sababu nataka nimjenge heshima.